Kulingania dini sio kazi ya kupigiwa makofi kupongezwa, lakini ni dini ya kupigwa makofi na kulaumiwa. Na mimbari zote ni za moto, na ndo maana zikaitwa mihrab. Mihrabuni maanake vitani. Unajua, ukipita mbele za watu kuzungumza chochote, kuna makundi matatu yanapatikana. Kuna kundi la mwanzo, jinsi ulivyovaa, jinsi ulivyo, mfupi, mrefu, rangi yako. Wanaanza kukujaji na kukuchukia hata kabla hujasema kitu, na pengine ndo mara ya kwanza anaanza kukuona. Hizi ni hali za kibinadamu. Sisi wataalamu wa mimbari huwa tunajua hali hizi. Lakini kuna kundi la pili, anasubiri kwanza useme, ukipatia anakuchukia. Lakini kundi la tatu, anakusubiri ukosee, ukikosea anakuchukia, anakusumbua. Sasa binadamu walivyoumbwa na Allah, wao katika zuri watasema na hata katika baya lazima waseme. Yaani hii ni tabia ya ubinadamu. Na wanawachuoni wanasema yule mtu ambaye anapita mbele za watu atoe neno alafu watu wote wapende, waridhike, wanasema wanawachuoni hakuna hata mmoja ashai kufikia malengo hayo akafanikiwa mpaka masahaba. Ila mimi nasema katika msala huu mimi nahisi nimefanikiwa kwa kiasi kikubwa. So sisi tukipita kama mashehe huwa tunapata upinzani. Yaani japo mtu hajui anakuletea utata. Umeona hiyo habari hiyo? Hili sijaliona. Watu wote kwanza walinipenda katika msala huu, lakini si kunipenda. Najua wengi mishahara yao. Kipindi nipo sijui hata kama kuna mtu alikuwa anapata 300,000, lakini wanachangishana. Kuna mtu mmoja sijui alikuwa akipata sijui 4,000 na ngapi, lakini ile ada ya mwalimu ya mwezi siombi huwa anapewa, akisimamia Sheikh Yusuf na Sheikh Fadhl na Sheikh Uthman. Kwa hiyo katika sehemu ambayo nilishawahi kupata faraja, wallahi ni huu mswala. Na wapenda kama nini watu wa hapa. Umu mote misikitini tumeongoza, lakini unajua kama shekhe mtu fulani atuendani, unajua. Lakini hapa wanasema kiroho cheupe. Ndio maana nasema sijui leo niseme nini leo. Isipokuwa kitu nitakachosema leo nilikisema zamani na hivi sasa kimekuwa, nataka nikiseme. Wakati tupo katika huu msala darsa ambazo tunasomeshana, na huu ni ushuhuda mkubwa, na leo ninalisema hilo. Katika darsa nyingi tulizozitoa, siku miongoni mwa siku nilikuja nikakwambieni leo nimekuleteni dili. Leo nimekuleteni mambo yatakayotutoa katika ufukara. Nikakwambieni nimepata dili ya sala ya Mtume Muhammad. Nimegundua siri yake, naomba nikuambieni. Nikakwambieni kuna baadhi ya sura hapa pengine nikizikumbuka zilinipa ushuhuda. Mwingine akaniambia, Sheikh, sijai kuweka hela benki. Hivi sasa na mimi naanza kuweka hela benki. Wengi wakaniambia, na wengine hapa wakanifuata nyumbani kuniletea zawadi. Bwana, ile sala naisoma napata pesa, tena nimekuja kukupa zawadi. Sasa ile sala na mimi nikaisoma, nikakwambieni hata na mimi nimeitwa nikaishi Maka, nikasalishe Maka. Nafikiri mnakumbuka maneno haya, mpaka tukaagana inshallah. Wengine, shekhe usiende bwana, nikamwambia ami itabidi niende Maka kwa Mtume Muhammad. Sala sishakubali, naenda Maka. Na kweli niliitwa na nilisisitizwa.
na nikakwambieni kule wamesema watanilipa kama milioni 3 hivi, kitu kama hivyo au 5, na ile ahadi ilikuwa ya kweli. Nikaambiwa niende na muadhini, mimi nitakuwa imamu pale, niende na muadhini. Kidunia nikasema nishatoka tayari, sadaka za kwa Muhamedi tena zinipati tena, kwa herini. Nikaja nikakuageni. Basi nilivyozidisha zile sala zile, kuna kigari changu kibovu nilikuwa nakujaga nacho, mara nikitoka kwenye mswala tayari kishakuwa na pancha, yani kila siku lazima nchafuke nikija nacho kile kigari. Zile sala nilivyozizidisha, wallahi kule Maka nilipanchi, nikaona sio dili tena kule Maka. Nikaona kila kukicha mambo yanazidi kututumuka, wallahi alazim. Mwisho kabisa kwa baraka ya sala ile, tokea siku ile, na nilishawahi kusema maneno katika msala huu, nikakwambieni inshallah nahisi nitakuwa kama tajiri fulani hivi, nitakuwa na pesa, nitaoa ngozi ya Mtume Muhammad. Hakuna kilichoenda kinyume.